Ndugu zangu, mimi nina maneno mawili matatu kwa sababu ya vijana wenzangu, wana Dar es Salaam wenzangu na Watanzania wenzangu. Lakini kama kwenda huko kote kuanza kuzungumza maneno yangu, ningependa sana nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Paul Makonda. Kwa nini nampongeza? Kwa sababu ana mwaka mmoja ametimiza leo, lakini katika mwaka amefanya vitu vingi na changamoto nyingi amekutana nazo, lakini still ameonyesha kama yeye ni anasimamia kidete kuona kama anapigania haki na maendeleo ya Dar es Salaam na taifa letu zima kwa ujumla. Ndugu zangu wana Dar es Salaam na Tanzania wote, naomba kwamba imani yangu inaniambia ili mtu uweze kupata maendeleo, mimi nimpenda sana kufanya kazi. Ili uweze kupata maendeleo lazima ufanye kazi kwa bidii sana, ujitume sana na kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo. Maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais anapenda vijana tufanye ili kukuza taifa letu. Lakini sasa ukiwa tena unaingia katika mambo ya matumizi ya madawa ya kulevya, inakuwa ni tabu. Kwa sababu gani? Maendeleo yanataka mtu lazima uwe na juhudi ya kufanya kazi. Juhudi inataka afya. Unapoanza kuwa unafanya yale mambo kidogo, afya nayo kidogo inakuwa inapungua, kwa sababu unakuwa focus yako ipo katika kuvuta, na ukivuta mwili unadhoofika. Sisi wote tunajua na tunaona. Ina maana nguvu ya kufanya kazi inakuwa inapungua. Lakini ukiacha tu hivyo ili upate maendeleo, mimi naamini kwamba inahitaji mtu uwe mbunifu, kwa sababu kila mtu anaimba, kila mtu ana duka lake, ila unawezaje kupata wateja zaidi? Lazima ufikirie mbunifu. Hasa ukiwa unatumia madawa kidogo, pia ubunifu unakuwa unapunguka, kwa sababu muda mwingi unakuwa unafikiria ile swala na kukosesha katika maendeleo. Lakini mbali ya hicho pia inapunguza kuaminika katika jamii, kwa sababu ili uweze kuaminika katika kazi na upate maendeleo lazima watu wakuamini, wakupe kazi yao. Inapunguza uaminifu, uaminiki. Lakini pia inapoteza hata heshima katika familia, marafiki na jamii nzima kwa ujumla. Kuna heshima fulani inapungua. Kwa hiyo kwa takwimu hizo chache inaonyesha kabisa sio kitu kizuri ambacho kinaweza kutupa maendeleo. Inawezekana mtu akawa analalamika tu kila siku kama maendeleo mimi sipati ndio maana nafanya hivi na hivi. Kumbe unachokifanya kinazidisha kupoteza maendeleo unayoyataka. Lakini chengine pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa kuonyesha jinsi gani amedhamiria ili swali lifanikiwe. Na pia nimpongeze mkuu wetu wa mkoa Bwana Paul Makonda na Kamanda Siro, kwa sababu unajua vita hivi sio vyepesi au virahisi kama tunavyoviona. Ukiangalia kwa umakini nyuma na miaka ya nyuma kidogo, tumekuwa na viongozi tofauti ambao pengine labda walikuwa na madaraka, pengine walikuwa na uwezo, lakini hakukuwa na watu ambao walisema sisi tunalifanya, tutahatarisha maisha yetu, tutalaumiwa, tutasemwa, tutafanya nini, lakini wacha tulifanye kwa sababu ya kutetea maslahi ya mkoa na nchi yetu kwa ujumla. Kwa mimi nawapongeze sana. Lakini pia nimpongeze sana kaka yangu TID, kwa sababu unapokuwa mwanamuziki na kusimama mbele za watu na kusema mimi nilikuwa nafanya lakini sasa hivi nimeona hapana, nilikuwa na njia sio nzuri, nimekuja katika njia sahihi, ni kitu cha kumpongeza sana. Kwa sababu unataka kwanza muamko wa nafsi yako wewe ikubali. Unajua watu wanashindwa kufahamu. Ili kitu uweze kukifanya au uache, lazima nafsi yako wewe ikubali. Watakukamata, watakupeleka sero, watakupiga na kufanya nini. Kama nafsi yako haijakubali bado itakuwa ni hali. So lazima vijana wenzangu tukubali katika nafsi kwamba hapana, hichi kitu sio kizuri. Na mimi naamini kabisa ngoma yangu itotoka na TID itakuwa ni ngoma kubwa sana. Tunafanya kazi na TID katika kuonesha kwamba kweli vile vitu vifanye na yupo katika njia sahihi, na watu wasubirie uji wake utakuwa mkubwa sana. Tukao tunapanga mipango na kaangu TID. Lakini pia nimwambie Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi na makamanda wote wanasimamia hiyo swala. Unajua katika maisha usitegemee kila mtu atapenda, atakubali, ataridhika, atakitaka au kufurahia unachokifanya, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Cha muhimu unatakiwa kukubaliane na hilo na uendelee kusimama katika haki unayoiona na kusimamia maendeleo unayotaka kuyafanya. Na ukitaka kuliamini hilo, hata watume wetu ambao walikuwa wanatuelekeza na kutuongoza katika njia sahihi, lakini walikuwa wanapingwa na wengine paka kupiga msumari katika misalaba. Yaani mtu anaambia kitu kizuri lakini yeye anaona hapana.
Kwa ikiwa kama viongozi wetu au tuseme mitume yetu ilipingwa, sasa sisi tumekuwa watatupinga tu na sisi. Lakini chengine cha kumalizia, nimwambie mkuu wa mkoa na kamati nzima ambayo inasimamia vita hii, ukiona mtoto analia sana ujue viboko vinamkolea kabisa. Hivyo ukiona maneno yanakuwa mengi, ina maana kampeni inafanikiwa, na sisi ngoto ni kampeni ifanikiwe. Nashukuru sana. Naitwa Diamond Platinum, ni rais wa Wasafi kutoka WCB. Thank you.